Naam, karibu tena kwenye Gumzo Updates na tunaelekea kisiwani Pemba ambako tunajulishwa kwamba mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman ametoa mrejesho wa mchakato wa mazungumzo yanayolenga kupata suluhu ya kudumu ya mgogoro wa kisiasa visiwani Zanzibar, akisisitiza kuwa mchakato huo unakwenda vyema huku ukiwa na utayari wa pande zote zinazohusika na mazungumzo hayo. Akizungumza hivi leo katika mkutano wa ndani na viongozi pamoja na wanachama wa chama hicho huko Chambani, kusini mwa kisiwa cha Pemba, Othman Masoud amebainisha kuwa tangu kuanza kwa mchakato huo, jumla ya vikao 6 vimeshafanyika kati ya Novemba 5 na Februari 2 mwaka huu. Othman Masoud ambaye anawakilisha chama chake kwenye mazungumzo hayo akishirikiana na mtangulizi wake kwenye nafasi hiyo, Mheshimiwa Juma Duni Haji, amesema vikao hivyo vinaendeshwa chini ya usimamizi wa viongozi wanaoheshimika ndani ya Zanzibar. Mwenyekiti huyo ameyataja maeneo makuu yanayofanywa kazi katika tafsiri hiyo kuwa ni pamoja na mabadiliko ya kimsingi ya katiba ya Zanzibar, marekebisho ya mfumo wa uchaguzi na tume ya uchaguzi, na kuundwa kwa chombo maalum cha kisheria kinachosimamia utekelezwaji wa makubaliano yatakayofikiwa. Amesitiza, na hapa namnukuu, safari hii tunataka kila tulichokubaliana kiandikwe na kisainiwe kisheria. Tunajifunza kutokana na uzoefu wa nyuma ambapo makubaliano ya awali yalikuja kupingwa kwa madai kwamba hayana nguvu za kisheria. Pamoja na kuelezea mwenendo mzuri wa mazungumzo hayo, Othman Masoud ametoa tahadhari kwamba maelezo yake yasichukuliwe kama ahadi ya kukamilika au kufanikiwa kwa mchakato huo kwa sasa, bali ni sehemu ya utaratibu wa chama chake kuwapa wananchi mrejesho wa kile kinachoendelea. Aidha, amehakikishia wanachama wake kuwa kuwepo kwa mazungumzo hayo hakumaanishi kamwe kwamba ACT imeacha kudai haki yake inayodai kuporwa katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kupitia njia nyingine za kisheria. Akitumia mfano wa mwizi, Othman Masoud alisema kutengeneza mlango uliovunjwa na mwizi ili asiingie tena kuiba hakumaanishi kuwa kile alichokiiba tumemhalalishia, nacho tutakipatua akirejeshe, maana si chake na inshallah atakirejesha. Mwisho wa kumnukuu. Katika ziara hiyo kisiwani Pemba, Mheshimiwa Othman Masoud Othman ameambatana na makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo upande wa Zanzibar, ndugu Ismail Jussa, akiwa pia naibu katibu mkuu upande wa Zanzibar, Omar Ali Shehe. Kwa mengi zaidi, msikilize mwenyewe hapa Othman Masoud tangu mwanzo mpaka mwisho akizungumzia mchakato mzima wa mazungumzo yanavyokwenda. Naweka maoni yako juu ya kile ambacho umekisikia. Nimeulizwa hapa, wenzetu wengi ilikuwa jamani mnaingia hamuingii, tukauliza jamani wapi? Tukaulizana wapi? Wengine atupigia kutoka nje, wengine, lakini sisi tukasema ahadi yetu tulioambiana kwenye kikao kile, mnaikumbuka? Tulisema sisi hatuendi kuuliza, hatuendi kujadili, hatuendi kutafuta kuingia au kutokuingia. Tunachokwenda kukitafuta kwanza ni kipi cha kwenda kufanya wakati tukiingia, kama tutaingia. Jamani, tunakumbuka hivyo? Tukasema kilichoharibika, GNU ililetwa kwa madhumuni maalumu. GNU ililetwa ili tushirikiane, aliyeshinda na aliyeshindwa, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tujenge nchi, au sivyo? GNU ililetwa ili tuwe na maridhiano, tusiwe na magomvi, tuwe na upendo, tuwe na mshikamano, tuwe kitu kimoja. Nchi hii inaweza kwenda mbali, ikafika mbali, kama itakuwa ina mshikamano, ina upendo, ina maridhiano ya kitaifa, na tunashirikiana kama kitu kimoja, kama Wazanzibari, nchi iende mbali. Wawekezaji wengine wa nje wengi wametufuata kutuuliza, sasa katika hali hii na tushauri nini? Kwa sababu kumeingia wasiwasi. Tuna GNU lakini hatuna mshikamano, hatuna maridhiano, hatuna umoja. Ni kama limetumika kama ni chombo sijui cha kwenda kufanya kitu gani, na limekuwa sasa ni chaka. Mimi niliwauliza ndugu zetu wa Chama cha Mapinduzi, hivi vurugu yote hii mnayoifanya mnataka kutupeleka wapi? Turudi kwa usultani?
turudi kutawala kwa dikrii ambayo Mzee Karume alikuwa nayo, lakini akaweka malengo. Mnataka chama kimoja au mnataka vyama vingi? Shida yenu hamtaki GNU. Hebu tuambie, mnaelekea wapi? Mnatupeleka wapi? Kwa sababu hatuwezi kwenda hivi. Nchi lazima iwe na mwelekeo. Hatuwezi kwenda hivi hivi. Aje mtu wewe umwambie kwamba mimi sina haki ya kuchagua, sina haki ya kuchaguliwa. Hapo patakuwa na maridhiano? Hapo patakuwa na mshikamano? Wewe kama una ndugu yako ana pesa anataka kuja kuweka, utamwambia aje awekeze nchi? Kwa sababu mwenyewe atakuwa na wasiwasi. Tunapanda magomvi wakati GNU ilikusudiwa tupande mapenzi, upendo, mshikamano. Kwa kusema hapa ndio palipoharibika. Kwa hivyo niseme kwamba kwanza nasikitika kwamba, au niseme kwamba tulianza mchakato wa kuelekea huko ambako sisi tunadhani ni kwa hala sahihi. Na kati ya tarehe 8 na hili ndio nilotaka la mwanzo kwanza kulithibitisha. Maana wengine mlikuwa mnasikia, wengine wanawaambia, wengine sijui kuna wazungu, sijui kuna nani. Msitegemea kuna mzungu. Mzungu ana maslahi yake, ana mambo yake. Mambo yetu tuyaamue na tunaweza kuyamaliza sisi wenyewe. Kwa hivyo la kwanza mimi niwathibitishie ndugu zangu kwamba ni kweli tumekuwa na mazungumzo yaliyoongozwa na wazee wetu, viongozi wetu wastaafu waliotuita baada ya kutokea hili, wakasema jamani, hebu njoni, haya mambo mbona tunayaweza. Na kuanzia tarehe 8 Novemba mpaka tarehe 3 Februari huu mwezi huu tumefanya vikao 6. Tumefanya vikao vingapi? 6. Kama alivyokuambia makamu mwenyekiti hapa kwamba kwenye vikao vile mimi na Babduni ndio tumekuwa tukishiriki. Mimi kama kiongozi kwa upande wetu, Babduni tukisaidiana katika jambo hili. Kwa hivyo naomba kwanza niwahakikishie kwamba ni kweli tumekuwa kwenye mchakato huo, na huo ni utamaduni wetu tuliosema mtapigana, mtauana, mwisho mtarudi kwenye kuzungumza. Au sivyo? Katika vikao vile ndugu zangu tumezungumza mambo mengi. Kila mmoja alileta upande wake, hili. Kuna mambo niseme tokea sasa, pamoja na kila upande kuyaleta, lakini tukakubaliana kwamba kama tunataka tufikie pahala tuweze mambo haya kuyatatua, hili tuliwache, hili kwa sasa hivi. Wengine nasema hili liwacheni. Kuna mambo ukasema hili haliachiki kwa sababu ndio roho ya jambo hili. Tumefahamiana kwamba kuna mambo mengi yaliletwa juu ya meza kujadiliwa, lakini mwisho wa siku kuna mambo ndio tukakubaliana ama haya tuyazungumze ili tupate kwenda kuyafanyia kazi. Sisi upande wetu tulianza kwa kutafuta ridhaa na taratibu zetu za ndani tokea mwanzo, na tukapewa mamlaka ya moja kwa moja kwenda kuyasimamia yote tutakayoona yanafaa kwa mujibu wa mwongozo wa chama chetu. Kwa hivyo sisi tulikuwa na full mandate ya kuyajadili tulioyajadili. Wenzetu wao wana taratibu zao, lakini tulichokubaliana ni kwamba itafika pahala basi sote tutakuja hadharani
tutasema jamani, tulikuwa kwenye mazungumzo, na katika mazungumzo haya tumejadili haya na tunakwenda kuyatekeleza haya. Hili ni letu pamoja, haya ni yetu pamoja, tutakwenda kuya. Na yote yaliyojadiliwa, ndugu zangu, yote yaliyojadiliwa yatawekwa hadharani moja baada ya jingine. Tumefahamiana? Leo nimekuja ndo niliwaambia jamani, tushapambia, bado kupakua. Siku ya kupakua mtayaona yote hadharani. Kama mna nyama hamna, kama umeiva haukuiva, au vipi? Lakini sisi tukasema na tukawaambia wenzetu, sisi ndo watu tumewacha na maumivu muda mrefu makubwa. Sisi ndo tuko upande wa kudhulumika. Hatuwezi kuacha watu wetu mpaka siku mtakaomaliza na nyie taratibu zenu, hatujui lini. Sisi tutakwenda angalau tukawadokolee. Sisi tuwaambie subira yao inalipa, subira yao ni njema, na kwamba tuna kitu hichi tunakwenda tukifanyia kazi. Tumeyazungumza mengi, lakini mimi nataka niwadokolee machache kwa sababu haya muhimu. La kwanza, tumesema kama kuna jambo lililoathirika sana ni imani za wananchi. Wananchi leo yamewatoka imani ya kwamba nchi hii tuna uchaguzi au tutakuwa na uchaguzi, au kwamba haki yake mtu inaweza kupatikana, au kwamba haya yaliyopo basi yanaweza kutatulika, kwamba uchaguzi una maana katika nchi, vyama vingi vina maana katika nchi. Ninyi wenyewe mnajua jamani, kweli si kweli, kwamba imani ya wananchi imeshuka sana kwa mfumo wetu wa kikatiba, wa kidemokrasia, wa uchaguzi, wa utoaji wa haki. Na kwa hivyo lazima pande hizi mbili zichukue hatua tutakazokubaliana, tutakazowafikiana, na ambazo mtakuja kuziona, ya kurejesha imani ya wananchi, waone kweli wana viongozi waliokuwa wadhati, waliokuwa wa kweli, na ambao wanakusudia kweli kuliondoa tatizo hili. Tunafahamiana? Hiyo ni hatua, na hili tunalichukua kwa sababu gani? Kwa sababu tuna uzoefu wa 2020. Tunafahamiana kwamba tumezungumza, tumekubaliana, baadaye wenzetu wanakuja kusema yako wapi maandishi? Hayalikubaliana mahali msijui na sijui aliosemwa. Mara hii tumesema lazima tuchukue hatua ya kuonesha kwamba pande hizi mbili, hili ni jambo la pamoja na sote tuna dhamira ya haya kwenda kuyatekeleza. Lakini la pili, ndugu zangu, tumesema kama kuna jambo ambalo lipo kwenye mparaganyiko mkubwa katika nchi hii ni katiba yetu na mfumo wetu wa kikatiba. Tuna matatizo makubwa. Katiba ile ya 84 tulionayo imepitiwa na mambo mengi, na haya yaliyotokea ni kwa sababu ya mapungufu makubwa yaliyomo ndani ya katiba yetu. Katiba yetu leo imeunda rais mfalme, na hii ni rais yote atakayekuwepo, tusidanganyane. Hata akitoka leo kwa mkubwa wetu tukampa urais kwa katiba leo, haya aliyasema Nyerere kwamba kwa katiba ilipo inanifanya, inanimwezesha rais kuwa dikteta, aliyasema Nyerere.
Na katiba yetu ilivyo ni kwamba inamfanya rais hawajibiki. Hakuna misingi ya kumwajibisha ingawa ana madaraka makubwa katika nchi hii. Tuna mapungufu makubwa katika kuteua majaji. Tuna mapungufu makubwa katika uteuzi wa vyombo mbalimbali. Tuna mapungufu makubwa ya uendeshaji wa baraza la wawakilishi. Tuna mapungufu makubwa ya vyombo vya kusimamia haki za wananchi kwa mujibu wa katiba. Na hili ndiyo sababu, ndiyo chanzo ya mengi yanayotokea, kwamba mkubwa mmoja anaweza akaamua na akafanya anavyotaka katika nchi hii na kila mtu akaufyata. Na atakayenyanyua sauti awe ni wa CCM, awe upande mwingine, akachezea kisabo. Tunayaona. Nchi hii leo inamfanya mahakama asiwe na uhuru wa kufanya kazi zake. Leo inamfanya askari akishakupewa amri, hata akimuona mhalifu, madam ni mhalifu mzuri, anaifanya kazi kwa maslahi ya watu fulani, asimchukulie hatua. Kwa hivyo tumetengeneza nchi ambayo tuna wezi watukufu. Tuna wezi leo wanapigiwa saluti, na tote tunajua huyu mwizi wa kukata mkono. Jamani, hawapo? Ni kwa sababu chanzo mgogoro ni katiba, mfumo wetu wa kikatiba. Kwa hiyo tukasema kwamba hili lazima tulipatie dawa. Na mimi niseme kwa spiriti ya mazungumzo yetu, pande zote mbili kwenye hili tunakubaliana, tuna tatizo, lazima tuje na mfumo mpya wa kikatiba katika nchi yetu. Tupo. Kuna wengine anapenda nguru na hajamsikia nguru. Anasema upishi mzuri lakini mmetia utumbo. Au vipi? Tumelizungumza kwa upana, kwa kina kabisa. Ndugu zangu, ni suala la mfumo wetu wa uchaguzi. Ni suala la mfumo wetu wa uchaguzi. Mfumo wetu wa uchaguzi tumeurekebisha mara nyingi, mara kadhaa. Tumeurekebisha mara nyingi. Lakini tukitizama tuko pale pale. Shobe ndio ile ile, uwanja wa kufukuzana ndio ule ule. Au sivyo? Mara yetu tumesema kwa miaka yote hii tumekuwa tukifanya mageuzi katika mfumo wa uchaguzi. Kama mgonjwa kwenda hospitali, na hasa hospitali zetu, akifika anapewa Panadol, zamani akipewa aspirin. Sasa hivi anapewa nini? Panadol. Anaambiwa wewe rudi nyumbani ukajitizabe hali. Akifika nyumbani usiku homa tele. Hapelekwe akatolewa damu, akafanywa vipimo, ndio tulivyokuwa tukienda. Mara yetu tumesema hili hatufiki na halikubaliki. Lazima tuchukue damu, tufanye vipimo vyote. Ende mtu akashii, utizamwe uko vizuri. Na mengine siasemi. Atizame yuko sawa. Akapigwe kama ni sijui X-ray, kama ni MRI, kama sijui CT scan. Lakini tumesema tulijue tuna tatizo pahala gani, ndio tuanze kufanya damu. Lakini tunasema msingi, laana kubwa ya nchi hii, shida kubwa ya nchi hii ni mfumo wetu wa uchaguzi. Lazima tupatie dawa, na iwe ni dawa ya kweli kweli, baada ya kufanya vipimo. Sio kwenda ukaambiwa fumbua mdomo, kapekuliwa jicho, ukapewa Panadol ukarudi nyumbani. Tumesema na mimi niseme wenzetu wametufahamu. Wenzetu wametufahamu.
Lakini tunalo jambo pia kwamba kama tukilirekebisha hili, maana yake nchi yetu hii tunaiweka salama zaidi. Lakini tuna suala la hiyo serikali yenyewe ya umoja wa kitaifa, usiwe wali na matandu, mmoja akawa ni wali mwingine matandu. Maana matandu ni pambo tu, kama huna meno si unaweka pembeni, kapiga wali wako ukaondoka, au sivyo? Mapambo ya bwana tu yale. Na siku hizi mabwana siku hizi hata hajui kagoda matandu. Toke ameingia marais kuka tandu utalipata wapi? Zamani ulikuwa ugomvi, wanajua, au sio wazee? Kama hamna tandu utasusiwa wali, au vipi? Sasa na sisi tumesema huu mfumo wa kwamba mmoja ni tandu mwingine ndio wali, halafu naita eti ni sio sawa. Lazima tuliangalie upya kama tunataka kujenga maridhiano. Tulitizame, twende tuone tunalitekeleza hili namna gani. Lakini kuna tatizo, kuna jambo jingine la msingi la kwamba jamani, haya mtakubaliana vizuri. Watu wa wapi kule? Kanga gani? Anasema we ukitaka kula na CCM lazima utangulie kutia guu. Wakuulize, hawa watu wala kwa maguu? Hawa wala kwa nini? Kwa mkono. Basi tunawe tule kwa mkono. Guu kanitoa. Sasa wengi humu mna wasiwasi, hawa ndio hawa. Nasema hatutaki sisi tutie magumu. Tuko karibu wale. Lakini tumekubaliana kwamba hivi tuambia sisi tushajua nyewe, tushapewa dawa yenu ni kutia maguu. Tusifike huko. Hebu tutafuteni utaratibu mzuri, pande zote zishiriki katika haya. Uwe wa wazi, iwe chombo cha kisheria kinachojulikana, kinachowajibika, time zote kipo. Wakikwama watakuja kwa viongozi. Haya ndio yatasaidia huu utekelezaji uende kweli kwa mujibu wa watu wanavyotaka. Sote tunataka nini? Wapenzi wa kulima. Asante DJ. Sasa mbali ya hilo ni la ngapi? La 5, sio? La 6 tumesema. Kuna mambo mengine mengi ambayo tutahitaji kuyazingatia. Mengi tu. Marekebisho, sijui serikali za mitaa, sijui nini. Haya ni mengi. Sisi tulioainisha mwanzo tu karibu 11, sijui 12. Basi kila upande ikifika wakati tutaona namna gani yaletwe, yafanyiwe kazi. Lakini la mwisho nimalizie la 7. Kwamba mambo haya basi ndio yatakwenda hivi tu. Sasa tumesema tukifika wakati basi lazima tuwe na ratiba. Isije ikawa hadithi ya Jongo. Jongo ana miguu zaidi ya mingapi sijui ile. Lakini alipotaka kutembea aliuliza kwanza, jamani nianze na mguu gani? Miguu yote ndio, na akaambia anza mguu wote. Sisi hatutaki tuanze, tujue tunaanza na mguu gani, tunamalizia na mguu gani, tunaanza wapi, tunamalizia wapi,
lakini uchaguzi mkuu wowote utakaokuja ufanywe chini ya mfumo mpya ambao tutakuwa tumekubaliana. Tumefahamiana? Uchaguzi mkuu wowote utakaokuja, tunasema kwamba tujitahidi pande hizi mbili, tukishirikiana na wadau wengine wote, kwamba tusirudi tena katika vurugu ya namna hii. Lazima ufanyike chini ya utaratibu. Na wazee wetu hawa na wengine wamekubali kuwa wao wadhamini wa kusimamia tutakayokubaliana kuhakikisha inatekelezwa kwa ukamilifu wake. Tunafanya. Ndugu zangu, natamani niseme kwamba ni haya ndio yote. Mimi mjue leo nimekuja kufanya nini? Kuwaokolea. Lakini mtarajie nini? Tutarajie kwamba ndani ya muda mfupi unaokuja, nikisema mfupi sijui ufupi wa nani, lakini kwa ufupi si muda mrefu unaokuja, mtasikia pande zinazohusika kila mmoja au kwa pamoja, yale waliowafikiana wamekuja hadharani wakasema, na watasema jamani, haya tumekubaliana, twende mbele, haya tuyafanyie kazi kwa pamoja. Mtayaona ikifika wakati kwamba haya ndiyo tumeyakamilisha, wenzetu wamekamilisha taratibu zao. Kuna utamaduni, kuna ustaarabu katika kuzungumza. Mwache na mwenzako naende na taratibu zake. Mtakapofikia pahala kwamba jamani, haya ndiyo tumekubaliana, nasema mimi nimeyataja tuliyozungumza na ambayo yana mwelekeo kwamba kimsingi sote tunaona kwamba haya yanafaa kwenda kufanyiwa kazi, lakini mwisho wa siku yote kwa ukamilifu wake, jamani, hakutokuwa na siri, na yatatiwa saini na yatakuwa sehemu ya sheria itakayotungwa. Tunaona huo ni utaratibu mzuri wa utekelezaji wa yale ambayo. Wengine ndio wanauliza hapa, sasa mbona hatujasikia kuingia? Wananitabia hawa. Unaambali wewe kuambia wallahi lazim. Simtakani hapa. Lakini sisi kwa utamaduni wa chama chetu, si Othman Masudi, si hatujapeleka jina la makamu, au sio? Kwa hivyo si swala la Othman Masudi, ni swala la chama chetu. Lakini sisi tulichosema ni kwamba haya tukiona yamekaa sawa, tukiona kuna mwanzo, tuna mwelekeo, tumefikia pahala sasa pa kumwambia mwana ACT Wazalendo tunakwenda kushirikiana na wenzetu kuyatekeleza, ndugu zangu, hapo ndio mtarajie kujadili suala la kwamba unakuwapa kutokuwapa, kuingia kuingia. Na mimi niwahakikishie kama mwenyekiti wenu kwamba kabla ya kufika huko tutakuja kwenu kuambia tupate ridhaa yenu. Tumefahamiana? Kabla ya kwenda huko tutarudi inshallah, pengine ukumbi huu ukiwa ushaezekwa. Tunasukumana hapa ukumbi upate kuezekwa inshallah. Tuje tupate, ndugu zangu, ridhaa yenu, kwa sababu hili ni jambo lenu, mmetutuma nyinyi, sisi tunakwenda kulisimamia kama viongozi wetu. Nataka hivyo.
au tumalize tu? Kwa hivyo tunachosema, ndugu zangu, katika kipindi chote kimya hichi hatukuwa tumekaa kimya, na mimi niwaambie wenzangu, ni mashahidi, halikuwa jambo rahisi, haikuwa jambo rahisi. Maana mengine kweli katika mambo haya mnafika pahala mnasema bwana namheshimu, lakini hapa mbona hapajatulia. Lakini mniseme kwa ujumla, tumekwenda kwa heshima, tumekwenda vizuri. Walipokuwa wenzetu hawajatufahamu tumefahamishana, mpaka wengine, kuna wengine walikuwa mwanzo wazito wakasema kumbe ni hivyo, na ni hivi, tumefahamiana. Kwa hiyo tulichosema, ndugu zangu, sisi tunashukuru sana kwa subira yenu, kwa mshikamano wenu, kwa kuwa pamoja na tukaendeleza mambo haya kwa nidhamu. Lakini na sisi kipindi chote hiki tumekuwa tukitumika utumwa wenu. Mimi niseme insha Allah Mwenyezi Mungu atajalia tutafika. Mara nyingine unasema vyote vilivyofanywa hivi ndio kwanza tuko kwenye kutafuta suluhu. Wengi ni Waislamu, au sivyo? Lakini Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, aliwatangazia Waislamu ushindi, si wakati wa vita vya Uhud, wala sio wakati wa vita vya Handaki, au sio? Aliwatangazia ushindi kwa wakati gani? Wakati wa sulhu ya Hudaibia. Mtume anatoka Hudaibia kurudi Madina, ndio akaambiwa inna fatahna laka fathan mubina. Hii imeteremka, yuko jiani anarudi Madina. Lakini masahaba wakasema hana kwenye sulhu ya Hudaibia jinsi ilivyokuwa chungu. Saidna Omar alimuuliza mtu kwa mara ya kwanza, ndio kavimba ule Omar ukamjia hasa, wewe si mtume wa Mwenyezi Mungu? Ambia ndio mtume. Sisi tunatafuta jambo la haki. Ndio. Hawa si makafiri, hawa wanaopinga haki. Ndio. Sasa mbona tunadhalilika hivi? Akaambia kwa sababu wewe huyajui ya Mwenyezi Mungu, lakini na mimi pia siyajui, lakini nilichokuwa na imani isiyo yumba ni kwamba hili katuongoza Mwenyezi Mungu tufike hivi. Na kweli kabla hajarudi, hajafika Madina, ndo akaambiwaje, inna fatahna laka fathan. Ushindi ulitabiriwa wakati wa maumivu ya sulhu. Umefahamiana? Na kweli mpaka wakati wa sulhu ya Hudaibia Waislamu walikuwa 4,000 hawafiki. Lakini baada ya sulhu ile, ndani ya miaka miwili, sulhu ya Hudaibia imekuja mwaka wa 18 baada ya mtume kupewa utume, au sivyo? Nadhani mwaka wa 6 wa Hijri. Lakini ndani ya miaka miwili ndio walipoweza kuipata haki, au sio? Ndani ya miaka hiyo miwili ndio watu zaidi ya 7,000 waliposlimu wakawa Waislamu. Sisi ni Waislamu, tunalotafuta ni la kheri. Tusimame, tumelitafuta kwa njia ya kheri, kwa njia ya salama, na tutaendelea kulitafuta kwa njia ya kheri, ya salama. Niwaombe sana ndugu zangu, tumeomba dua nyingi, Mwenyezi Mungu anatujibu kidogo kidogo, na inshallah atatujibu kwa ukamilifu wake. Haya, twende mikono juu, wanangu mikono juu, twende mikono juu, kwa zalendo mikono juu, twende mikono juu, sijaiona mikono juu. Hii ndio njia ya kwenda. Tunaona wenzetu upande wa pili
mpaka leo wametanzika watu, umati uliouliwa, wanaambizana tu uombe radhi, ufanye nini, akiomba radhi kuna maiti hawajulikani mpaka leo wako wapi. Tuna mwenzetu tulikuwa naye kwenye kampeni hapa akitusaidia kutengeneza nini mbalimbali kwa habari, wake kauliwa kwenye gari, mpaka leo hakumpata, hakujua kapelekwa wapi, ingawa maiti ilikwenda ikaonekana, akataka kufanya mipango apewe, lakini hakupewa, hakujua imekwenda mahala gani. Ndio walionayo wenzetu. Ndio maana tunasema Mwenyezi Mungu tushukuru, alitupa hikima, alitupa hekima. Tumuombe Mungu atupe hekima zaidi, atupe subira zaidi, tuende tukajenge nchi yetu, palipoharibika turekebishe, fanicha iliyoibiwa irudi, ili tupate nchi yetu ikae sawa. Twende nchi hii iwe ya kistaarabu, iendeshwe kistaarabu. Sisi hatudai zaidi ya hilo. Kila mwenye haki yake, tufike pahala uwe na haki ya kuchagua, uwe na haki ya kuchaguliwa. Ukiwa na haki yako, uwe na hakika nchi yako utapewa. Nchi yenyewe ipate haki zake. Hayo ndio tunayatafuta sisi. Tunasema kama tunaweza kuyapata kwa mkono, hatutayachukua kwa mguu. Kama tunaweza kuyapata kwa mkono, hatutayachukua kwa mguu. Tutakwenda njia hii, na washukuru kwamba mnatuunga mkono. Naomba tuendelee kushirikiana katika hili, tusende tukatoka huko tukayasema yaliokuwa hayapo. Ngine naambia bwana, majimbo yanarudishwa, isipokuwa sijui jimbo gani. Nisikia wapi mambo hayo? Majimbo tumesema tunayadai kwa kupitia mkondo wa sharia, na sisi imani yetu tutapata. Ndio imani yetu. Huku tunarekebisha mlango uliovunjwa, mwizi akapita. Lakini madam kilichoibiwa kile pale tunakiona, hatutosema kwamba eti kwa sababu tunarekebisha mlango mwizi asije akapita tena, basi na kile alichokisha kuiba basi na hicho achukue. Hakuna mpango huo. Nafahamiana? Maana wengine wafikiria leo tutakuja na majimbo juu ya meza. Haiwezekani, hakuna. Lazima tupite njia ambayo inastahiki, na tumeipita tokea mwanzo. Tumefahamiana? Njia hii iheshimiwe. Hii ni njia ya kurekebisha mlango uliovunjwa pakaharibiwa. Tunafahamiana jamani? Kwa hiyo hapo ndio tulipofika. Mimi ninawaomba sana tuendeleze haya tulioendeleza. Tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kushikamana, tuendelee na moyo ule ule ambao tumekuwa na. Kila njia tulioipita inshallah tutaipita mpaka mwisho, na tutakuja hapa kuja kuambia jamani, hapa ndio tulipofika. Jamani, tuko pamoja. Una mwenye wasiwasi? Hebu tunyenyue mkono basi tuone kama kweli kama tuko pamoja. Na mimi nawashukuru kwa hilo. Basi inshallah tuombeane dua ili palipobakia pakamilike, tuje tuambiane jamani, ni 1 mpaka 20 au mpaka Z. Tutakuja kuambiana inshallah. Ninawashukuru sana ndugu zangu, nawashukuru sana. Mwenyezi Mungu ajalie wanaorudi turudi kwa salama. Asante sana.